msikilizaji na unayetufuatilia, karibu katika mjadala wa kujifunza lesoni. Basi tuombe. Baba yetu, rafiki yetu, jina lako tukufu lihimidiwe sana. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda sana, jina lako lihimidiwe mno. Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi ili atufundishe namna na jinsi ya kuunganika na wewe. Baba mwema, tunahitaji mafunuo mapya kila siku, kila saa, kila wakati tunakuhitaji wewe pekee. Asante kwa kuwa pamoja nasi, ni katika Yesu Kristo, amina. Leo ikiwa ni Oktoba 16, somo letu lina kichwa kinachosema ng'ambo ya Yordani. Ng'ambo ya Yordani. Mtunzi anaanza kwa Zaburi 66 fungu la 6. Tunamwona mwandishi wa Zaburi anaanza kwa kumsifu Mungu kwa matendo makubwa. Anasema, aligeuza bahari ikawa nchi kavu, katika mto walivuka kwa miguu. Huko ndiko mliko mfurahia. Anaanza kwa kumtukuza Mungu wa mbinguni, jinsi alivyo mkuu, alivyo ajabu na matendo makuu. Nasema kwamba katika muktadha wa mwanzo wa Agano la Kale, miujiza ya bahari ya Shamu na mto Yordani vinasisitiza uwezo wa Mungu ulio bora sana kushinda nguvu za uovu na ukuu wake juu ya miungu mingine yote. Onesho la hadhara lilijenga kuwa si tu kuzilisha nguvu za kiungu peke yake, bali pia fursa ya uinjilisti ili mataifa mengine yaweze kujua ukweli kuhusu Mungu wa Israeli. Hili jambo la muujiza, Mungu hutenda muujiza katika bahari ya Shamu na hatimaye katika mto Yordani, ilikuwa pia ni kuwazilishia mataifa wajue na kutambua na kuheshimu Mungu wa Israeli, kwamba ndiye Mungu mwenye uwezo, ndiye Mungu anayetenda maajabu, ndiye Mungu mkuu. Hakuna Mungu mwingine mkuu na mwenye uwezo kama yeye. Ndio maana tunaona Mungu anatenda muujiza ikiwa ni kwa niaba ya kuwazilishia watu katika maisha kwamba kuna Mungu wa Israeli. Hata na sisi leo katika maisha yetu kuna vitu Mungu anatutendea. Ni kosa la jinai kunyamaza ikiwa kuna kitu Mungu amekutendea. Ni lazima uambie wengine matendo makuu ya Bwana ambayo amekutendea. Ndio maana naona mtunzi wa Zaburi ya 66 fungu la 6 anashindwa kunyamaza, anaanza kwa kumsifu na kumtukuza Mungu wa mbinguni. Hata katika maisha yetu ni mara ngapi Mungu ametutendea mambo makubwa na ya ajabu, lakini tukanyamaza. Anasema matukio haya yote mawili yanaonekana yakichangia katika badiliko la hadhi ya Israeli. Yaani kitendo cha kuvuka bahari ya Shamu na kuvuka mto Yordani yanaonekana kwa Waisraeli kuwa na thamani kubwa sana na kuonekana ya maana. Tukio la kwanza sasa, moja, kutoka utumwani hadi kuwa katika uhuru. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe tukio la kwanza linaonesha kutoka utumwani hadi kuja kwenye uhuru. Jambo la pili, kisha kutoka katika hali ya kwa maama bila kuwa na ardhi yao wenyewe hadi katika mkao wa kitaifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kile tukio la kwanza ambalo ni kuvuka bahari ya Shamu ilikuwa ni ishara ya kuadhirishia kutoka kwenye utumwa. Wote tunakumbuka natoka Misri wakiwa wanaelekea safari ya kuelekea katika nchi ya ahadi ambayo Mungu amewaidia. Hata lile la pili sasa ambalo ni kuvuka mto Yordani linawazilishia umiliki wa ardhi yao wenyewe, yaani makao ya milele, ambao sasa katika maisha yetu ili tukio pia lina maana kwetu kwamba na sisi kuna muda tunahitaji tuwe na makao ya milele ambao ni mbinguni. Na makao ya milele hatuwezi tukayaingia kwa jitihada zetu wenyewe au kwa kuwa zembe. Ni lazima tumtafute Yesu ili kusudi aweze kutufikisha pale. Kwenye Zaburi hizi, mifano hii miwili ya kuvuka inasimama kama vielelezo vya badiliko katika azi ya mwandishi
kutoka katika hali ya kunyanyaswa, umaskini, kutokujiweza na kudharaulika hadi kwenye usalama, ustawi, wokovu na heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Ili tukio pia hata kwenda sisi mbinguni litatudhihirishia jinsi thamani yetu ilivyokubwa katika maisha yetu. Na ndio maana tunaona kwamba hawa watu linawaonyesha kutoka katika hadhi ya chini ya kudharaulika, kunyanyasika, kuishi kama watumwa wasio huru, wanaoishi kwa mashaka na kwa huzuni muda wote. Na pale wanapomiliki sasa nchi yao, wanaishi kwa furaha iliyoko ambayo imepatikana ndani ya Kristo pekee. Hata sisi katika maisha yetu kuna muda mwingine, ili tupate furaha na amani ya kweli, ni lazima tumtafute Kristo Yesu katika maisha yetu. Pale ndipo amani yetu na furaha inaweza ikathibitika ndani yetu. Ndugu unayenifuatilia na unayetutazama, nipende kukupendekezea jambo moja, kwamba maisha yetu hatuwezi tukaishi kwa amani au kwa furaha ikiwa tutashindwa kumkiri au kumhusisha Kristo. Ni lazima tumwache Kristo awe mtawala wa maisha yetu, awe mtawala wa kila kitu chetu. Pasipo kumhusisha yeye, pasipo kumshirikisha yeye, pasipo kumtafuta yeye, hatuwezi tukafanya lolote. Na kupendekezea, hebu tumwache Mungu wa upande wetu. Mkabidhi Yesu maisha yako. Wito wangu siku zote ni kwamba tumkabidhi Yesu maisha yetu, hata katika nyakati ngumu. Mkabidhi Yesu. Hakuna haja ya kumpigia shetani ibada, ya kumpigia shetani magoti. Hana chochote, hata kama atakuwa anakufanyia nini, atakumeza tu. Baki umesimama kwa Yesu wa mbinguni. Tuombe. Baba mwema, jina lako litukuzwe. Asante rafiki yetu kwa upendo wako. Umeendelea kutupigania, umeendelea kuwa pamoja nasi hatua baada ya hatua. Jina lako lihimidiwe sana. Na kushukuru kwa sababu uko pamoja nasi. Ni katika Yesu Kristo. Amina.